Bunge power. Power. Bunge power. Power. Nataka kuaddress ndugu yangu mwanabunge mwenzangu wa Jacaranda kwa kuandamine Abagusi community. Ukituambia kutoka Matiang'i akuwe waziri wa education, Professor Ongeri, wote wale wa Kisii, ya kuwa wa Kisii tunaibiwa mtihani. My friend, you are wrong na unakuja kinyume. If you are targeting Matiang'i, I'm sorry. Kisii wave iko ni ya Omogusi, ni ya Matiang'i. Yes. Kisii wave iko ni ya Omogusi. Wacha kusingizia mtihani. Wacha kusingizia maneno ya Matiang'i. Matiang'i wave iko Kisii, my friend, ni ya Matiang'i. Na kama unaingiza maneno ya exam, Kisii kuna watoto wamepata mpaka D. Kuna shule Nyaribari chache, kuna shule Kitutu chache zimeanguka. Stop kuja na kuja tu straight up muaddress. Tukibaki kwa maneno ya shule kama Kisii County, atuandamine mtu yoyote. Its Excellency Mr. Lion anakaribisha wazazi wote wenye wanaleta watoto grade 10. Karibuni Kisii County, na anybody mwenye atakuwa hajui pahali yoyote, ukishuka hata kwa stage zetu kuna maafisa wetu wa county wamevaa uniform, well trained, wako na tabia mzuri. Waulize nataka hii shule na hii iko wapi, watakuonesha. Mr. Simba Arati amefundisha wafanyakazi wake heshima. My friend from Jacaranda, don't undermine jamii ya Omogusi. Don't undermine jamii ya Omogusi. Yes. We are very soon kukula hiyo asali. Hata sisi kama jamii ya Omogusi tuko karibu na hiyo asali. Msitu undermine sana. Mr. Matiang'i, come with your party. Come with your party na tutashikana mkono. Hata kama hatutapata, tutakuwa na numbers ya kusukuma. Tutakusukuma pali yoyote. Hii kunyanyaswa tu, bunge haiwezi isha. Hii tunaenda mahali tunafukuzwa. Hatuwezi praise mtu ama sisi tunaongea open minded yetu. My friend, mtu yoyote, mheshimiwa yoyote mwenye anafandi tufukuzwe kila pahali. Saizi tuko capital. Watume wakuje capital. Watume wakuje capital. Watume wakuje capital. Unatufrustrate kila pahali. Unatufrustrate kila pahali. We don't know mwenye ana frustrate, but we don't know, but bunge power. Kisini wave ni Matiang'i. Amen. Yes. Amina. Haya. Wananchi oye! Wananchi oye! Kwa jina vile wananitambua ni Bosire. Power. Bunge power. Kwa jina vile wananitambua ni Bosire. Gari moshi almaarufu, kichwa ngumu kama chuma cha reli. Mimi ndiye kijana wa Matiang'i atakaye sukuma ajenda ya bwana Matiang'i hapa Kisii County plus Nyamira County. Bunge power. Bunge power. Leo hii tunataka kukashifu mambo ya wale vijana ambao wametumwa ili kutufurusha pale Uhuru Plaza. Eti tunaongea bwana Matiang'i vibaya. Hapana, sisi tuko na ajenda moja ya kurekebisha bwana Matiang'i na tumtafutie kura za Gusii region ili aongoze Kenya hii. Tukikurekebisha bwana Matiang'i usione vibaya. Hata Simba Arati mwenyewe bwana gavana Kisii County pia yetu huwa tunamrekebisha, lakini hajawahi tufurusha Kisii County. Mambo ya kuongea viongozi na kuwarekebisha ni uhuru wa mwananchi yeyote, na mabunge yote ya wananchi yamerushiwa kwenye constitution ya Kenya. Kusiwe na mtu yeyote atajaribu kutufurusha. Tumeingia kwenye no man's land na tutaendelea kukashifu wale viongozi wabaya. Leo hii nataka kusifu vijana wawili Kenya mzima, ma MPs, nikianzia bwana Ndindi Nyoro. Kongole bwana Ndindi Nyoro, umefurahisha Kenya mzima, umewafanyia vijana watu wa eneo lako
Kiaru constituency, umedhihirisha kwamba wewe ndiye kiongozi na umedhihirisha kwamba vijana Kenya mzima wako na uongozi, ili iwapo watapewa nafasi ya kuongoza. Kijana wa pili ni Bwana Peter Sarasia from Mumias East constituency. Pia yeye kwa miaka 3 amefaulu kuweka KMTC kule Mumias East ambayo inafanya kazi. Mashule kung'arisha. Kwake watu wanapata kazi kila kujao. Bwana Ndindi Nyoro in Kiaru constituency leo hii ametuambia kwamba Kenya mzima, ametuambia kwamba eneo lake wazazi wataenda kulipia 500 shillings per term kwa wanafunzi ambao wanatoka nyumbani. Kongole Bwana Ndindi Nyoro. Huo ndio uongozi tunatazamia Kenya hii ili tusonge mbele. Bwana William Samoei Ruto, rais wetu wa nchi ya Kenya, can you borrow a riff from Bwana Ndindi Nyoro, kijana wa Kenya hii, mbunge ambaye anatazamia kuwa kiongozi huko mbele kama hiyo cheo yako. Amedhihirisha kwamba ataweza. Sio wewe kila kujao unatuambia mara Singapore sijui nini, utatenga na ufanye lolote. Kila siku tunasikia wizi, mauaji na vinginevyo ambavyo havifai wananchi wa Kenya. Punge power. Punge power. Mtu yeyote asijaribu kutufurusha kutoka kwenye hili eneo lenye tumeingia leo hii. Tutatetea wananchi na kusukuma wale viongozi ambao wako na nia nzuri kwa wananchi. Asanteni sana. Punge power. Punge power. Mimi kama kijana ama security wa Bunge la Mwananchi nataka kuambia kuna wachinga wadogo wamekuja hapa wanataka kutubeba utoto. Saa hii kuna jamaa ameenda huko chini mahali tulikuwa tunakaa, ametufukuza huko. Tumekuja mahali Simbarati ametupea nafasi for free. Kama kawaida kama kawa Jude Genje Simbarati ni 2 term. Kuna huyo jamaa anajulikana kama Machogu. Amekuwa kwa serikali kwa miaka 2. Amekuwa akituambia serikali William Samoei Ruto ndio mtu. Ametuambia yani Ruto ndio kila kitu. Saa hii ameingia kwa Matiang'i, ameanza kutuambia serikali ni mbaya. Wakati amekuwa kwa serikali, mbona hakukuwa anatuambia Ruto ni mbaya? Amekulia serikali. Mimi nataka kuambia Machogu vizuri sana. Na unisikize kwa makini na sikuogopi. Machogu amekuwa kwa serikali ya Kiba. Machogu amekuwa kwa serikali ya Kiba. William Samoei Ruto akasema wewe mnafanya anaitwa mwizi. Na Machogu akikuwa kwa serikali hakuna mtu aliachiri hata mmoja. Kama kuna mtu asimame. Silvana Sosoro amekuwa kwa serikali. Ameandika walimu wangapi? Wengi. Chavez Nyakundi ameandika walimu wangapi? Wengi. Sasa mimi nataka niulize huyu Saidi Chanda. Na wewe Saidi Chanda kazi nimeona. Sawa, nimeona umefanya kazi vizuri. Hapo nimeona uko sawa. Na kuna mtu mwingine nataka kuuliza vizuri sana. Kuna mtu nataka kuambia Simbarati 2 term, Jude Genje 2 term. Wacha nimalize. Explain about Saidi Chanda. Punge power. Punge power. Punge power. Nataka nianze na hoja ya kwanza. Nataka nianze na hoja number 1. Hoja number 1. Kuna watu fulani ndani ya Kenya. Wengine ni viongozi lakini akili yao ni kuna ujinga tupu. Punge power. Punge power. Kuna viongozi fulani ndani ya nchi ya Kenya, viongozi wakubwa lakini ndani ya akili yao ni wajinga. Yaani wanafikiria ya kwamba eti kutoka Kisii hakuwezi kuwa na wanafunzi wamesoma watangulia katika mtihani. Punge power. Punge power. Kuna fununu imetokeleshea wanasema ya kwamba eti wa Kisii
chenye wameng'ara katika mtihani ni kwa sababu waziri wa wizara ya elimu ametoka upande wa Kisii. Wacha niseme shame on you. Punge power. Punge power. Wacha niwaambie kama muelewi. Hapa Kisii hata sisi tunajua kusoma na tuko na akili na tuko na chakula ya kukula mpaka tukae na akili. Punge power. Usipokula vyema utakuwa na afya mpaka akili na kaa sote. Punge power. Utasomaje kama utakula? Kisii tuko na matoke, tuko na viazi tamu, tuko na avocado, tuko na miwa, tuko na kila kitu. Punge power. Wale viongozi wajinga mnafikiria ya kwamba eti mkisia kitangulia mtihani eti sasa ni kwa ameiba. Hiyo ni upuzi kabisa. Ndani ya Kisii kuna shule inaitwa Raganga. Inaitwaje? Raganga. Mtoto wa kwanza amepata D. Mbona Mungu sema ya kwamba mbona waziri akusaidia hiyo? Mbona waziri akusaidia hiyo? Punge power. Wale viongozi mnafikiria wa Kisii ni wajinga, shame on you na wacha ujinga mko nayo. Punge power. Point number 2. Point number 2. Punge power. Yeyote ako ndani ya chama cha ODM, punge power. Yeyote ako ndani ya chama cha ODM, fanya haraka kuhama before kikufe na wewe ukufie ndani. Punge power. Yeyote uwe ni nani, ati whichever capacity uko ndani ya chama cha ODM, maana tunajua kusoma dalili. Punge power. Tunajua kusoma dalili. Dalili ya chama cha ODM sasa hivi ni ya kukufa. Punge power. Maana hakuna chama mwenyewe amewahi kufa kikaendelea. Kweli rongo? Kweli. Hakuna chama mwenye chama amewahi kukufa chama kikakuwa hai. Hebu tuseme KANU ilikuwa imeongoza Kenya for 24 years. Mwenye chama anaitwa nani? Profesa wa siasa Moi akakufa. KANU kiko kweli? Punge power. So chama cha ODM ni ishara ya kukufa na mwenye kusoma afanye nini? Asome. Mtafanyaje kama chama cha ODM eti mfukuze Edwin Sifuna? The only person ako sober ndani ya chama mwenye ako na akili. Punge power. Kama chama eti munataka kutoa paka Babu Owino, the only sober person kutoka Luo Nyanza ako na degree 200, mtu msomi anajielewa, alafu mseme kiafai. Punge power. Mtafasemaje kama Orengo is a senior council? Orengo tunamuita the moving constitution. Chama na kila kitu ndani yake. Akisema I support broad based government. Kwani yeye ni mjinga? Yeye ni mjinga. Kama una akili ya kusoma, akina Otienda Molo, watu kama hao. So chama cha ODM ni dakika za mwisho kinapiga mateke ya kukufa. Punge power. Punge power. Thank you very much. Punge power. Punge power. Leo naambia ndugu zangu wa Kisii, nawaambia leo vijana, hamtaki kuchukua kura. Chukueni kura vijana, mwenye mko hapa tu Kisii wote. Kama hamtaki kuchukua kura, hakuna uongozi yenye tutapata kwetu. Hatuwezi tegemea watu wako nje watupe nini? Watupe kura. Kwa nini imeleta hii? Watu wanatuambia ukiona wakienda kukaa kwa meza, lazima waambie ndugu yetu Matiang'i ni kura ngapi kwa meza. Ndio nawaambia leo hii ndugu zangu wa Kisii, vijana mko huko, nyinyi ndio mko na kura kuliko wasee wenye tu. Hata mimi leo mimi najiita mzee kwa miaka nimepita. Ndio nawaambia ndugu zangu Kisii County, Nyamira County, vijana mko huko mko tu. Hamtachukua kura. Hamtachukua kura. Chukueni kura kama unasema Matiang'i anataka kuongoza. Kwa nini? Akienda kukaa kwa meza lazima ataulizwa uko na kura ngapi. Leo ndio yangu tunajiuliza hiyo. Ataulizwa ni kura ngapi. Kwa nini nasema tu hivyo? Ukiangalia yule jamaa mwenye alikuwa deputy alitolewa. Mliona vile akiachiwa na mahali wenye wanaita Egesa au kwa na chama ametengeneza chama yake. Alikuwa anasema kama mkileta Matiang'i kwa meza, lazima timu atuambie ni kura ngapi yako nazo kutoka Kisii. Kisii tuko na kaunti ngapi? Si kaunti ni 2. Lazima ndugu zangu mjionyeshe, mtaleta kura Kisii na mshike kura tupate kura. Kwa hivyo ndio nawaambia ndugu yangu Matiang'i na kuambia ndugu yangu leo hii. Mundu asiambie waende kuingia kwa nyumba yake. Jubilee ni party ya Wakikuyu. Mnasema ni national party. Lakini ile chama ni ya Wakikuyu. Hiyo ndio kweli. Leo ndugu yangu anaita naambia wao ingie huko, watu wakufurisha kutoka kwa nyumba yao, utaingia wapi? Mvua ikinyesha, wakichaa ndani, wakiambia toka, utatoka utaenda wapi? Ndugu yangu leo nakwambia tafuta chama. Bila wakati na Kalonzo Musyoka.
wako na pati yao, inaitwa wapi? Sinaitwa Wiper. Hiyo ndio chama yao wako nayo. Kila kabila wako na pati yao. Hata tukisema ODM ni chama ya Wachaluo. Hata Wetangula chauza yake. Hata Wetangula chauza yake. Na ni speaker. Ukiangalia chama inaitwa Amason King. Sasa kuna chama yake. Ni watu wangapi alileta, lakini ni speaker wa National Assembly. So ndugu zangu nawaambia, sisi lazima wakati huu tuchiamuke tu. Na sisi kama tunataka hii kiti, lazima mchukue kula. Tukikuja 207, chama yetu walikuwa naitwa nani? Nyachae. Yaani wakati alikuwa nao jamaa, Raila akasema nani tosha? Kibaki tosha. Lakini kama angesema Nyachae tosha, hata sisi wakati ule tukaongoza. Kama tulipiga kura silikuwa 550,000, hata sisi tungeongoza. Ndio ndugu yangu nawaambia leo, lazima tuamuke, tusikuwe na ile akili ya Wakisii tunakuwa na ngumu. Unajua Wakisii tunaambiwa tuko na akili ngumu. Tuko na hiyo tunaambiwa kichwa ngumu. Si ndivyo? So ndugu zangu nawaambia tu, tujirekebishe Nyamira na Kisii, tuende tutafute kura, tuambie vijana wetu ndio tutapata uongozi. Lakini tukifanya ujinga, huyu jamaa mwenye yako ataongoza, atapiga zake mbili. Tuna vijana power. Vijana power. Bunge power. Inshallah. Bunge power. Bunge power. Thank you Mr. Speaker for giving this opportunity. Kwa majina mimi naitwa Fred Atika. Sasa mimi niko na maneno machache, sitaki kuongea maneno mingi. Juu wenzangu wameongea wamemaliza. Mimi nataka kuongelelea juu ya hii maneno imekuwa hapa town. Tumefukuza huko chini na wanasiasa fulani wanaleta ujanja huko. Tunawajua. Nisema nisiseme? Sema. Nisema nisiseme? Sema. Wewe jana, wewe ndio unaleta hiyo vurugu. Na tunakujua. Ulituma wakora huko Bobaraja wakatupiga. Na sasa hiyo umetufuata, umekuja hapo urupuraza kutupiga. Wewe Chanda, mimi nakuambia wewe ni one term. Wewe ni one term. Tumepiwa mara mbili sahi. Na sahi tumefukuzwa huko. Mimi nakuambia Chanda, wewe ni mheshimiwa, lakini hiyo maneno unafanya hiyo porojo hautafaulu. Nyariba alijaje. Tuko na wewe ni mahali. Kitu kingine nauliza wewe Chanda. Number 1, Ndindi Nyoro. Tumesikia huyo Ndindi Nyoro huyo wa Kiaru huyo. Hiyo pesa anafanyia maendeleo kwa constituency yake. Na pesa unapata unaleta Nyariba alichaje. Kuna tofauti gani? Tunaweza sema wewe ni kama hiyo pesa ndio unatumia kununua wamama, kutufuruga, kulipa wasee, kutupiga vita, unanunua michere hapa, nyingine ya plastic, unatudanganya hapa. Mimi nakwambia fanya kazi, uachana na hiyo porocho uko nayo. Another thing naambia Wakisii, Matiang'i, mimi ni diehard wako. Hao wengine wanasema Simba ni two term, naweza sema ni vile wanakula huko. Lakini mimi hujanipea kitu nikule, hata huyo Simbarati hujanipea kitu nikule, lakini nasema Matiang'i for president. Nikizungumzia mambo ya Nyota Fund, National Government, Mheshimiwa Ruto, kitu nakuambia wewe ni rais wetu wa Kenya. Ruto, kitu nakuambia saa hii, hiyo pesa unapeana vijana 25,000, hiyo ni pesa kidogo sana. Na miaka ni 18 to 24. Mimi nakuambia Mheshimiwa Ruto, Kenya hii kuna pesa mingi sana. Kuna pesa na yes, wengi wanasunguka nayo hii Kenya. Hiyo pesa itumie, kila Mkenya anafaa kupata 50,000. Wachana mambo na 25,000. Pea wa Kenya, kila Mkenya apate 50,000, ndio tutasema hiyo kitu inafanya kazi. Lakini haiwezi fanya kazi kama unapea 25,000 na unaweka miaka na unapea wengine. Sasa nikimalizia Wakenya wote, vijana wote, Gen Z wote, mshike kura kwa wingi. Hatutashinda hii vita bila kushika kura. Mimi nawaambia mshike kura, ndio tutasukuma hii Kenya yetu mbele. Barikiwe sana. Bunge bawa. Bunge power. Leo hii tuko capital Kiza roundabout, mahali ambapo ndipo leo tumefika hapa, na tunataka kuambia watu ukweli, na ukweli uweke kuwa hadharani, na ukweli uweke kuwa free. Kwanza kabisa kwa majina huwa najulikana kama Meshak Yoge, ambao is a machinery of this town, na pia ni kiongozi katika soko letu kuu la Kisii Market under CBD Town Center. So nataka kuongelea maneno matatu ama manne.
Ikiongezea, jambo la kwanza katika eneo la Kisii region, nazungumzia Kisii and Nyamira County because ya hiyo ndio Kisii region. Naambia wale MCAs ambao mko seated, yani wenye mmekalia viti wakati huu, na wale ambao mnaotafuta saa zingine kura, ambao mnaendelea kupita vijijini kila mahali kuzunguka kutafuta uongozi wa mbele, na nikikuja wale wabunge wetu wa kila constituency, kila wabunge tunakuanga na wabunge wenye wako bungeni na kuna wabunge wenye wanatafuta ubunge wa next, na pia tuko na governor, tuko na senator na wengineo wamo. Lakini nataka kuongea maneno haya hivi nikisema hivi, katika Kisii region kuna wale MCAs wenye wamekalia mamlakani, wameanza kukaa karibu na koti ya Matiang'i. Mimi nataka kuambia, kuliko unyemelee koti ya Matiang'i, ndugu yangu, fanya kazi. Ukiombwa mto, enda utengeneze mto. Ukiambiwa chimba kisima, fanya hiyo kazi. Hapana sikiria koti ya Matiang'i. Koti ya Matiang'i haita kuchukua mahali. Matiang'i anatafuta urais peke yake, atafuti ugavana, atafuti ubunge, atafuti nini. Na wewe kuliko uanze kuongea juu ya Matiang'i kijijini, wacha wananchi sisi wenyewe sisi ni wananchi, sote ni wananchi. Tuko hapa tuongee juu ya Matiang'i. Sisi ndio tuliita Matiang'i. Nyinyi hata hamkumuita, mlikuwa ofisini, mlikuwa makazi, mlikuwa kufanya kazi yako ya MCAs. Wewe pengine ulipewa ya ubunge, imekushinda, umeanza kukaa nyuma ya Matiang'i kusema sasa ni Matiang'i. Unaenda kwa matanga, unaambia wananchi eti ni wangapi mko nyuma ya Matiang'i? Kwani wananchi wote wa Kisii si tuko nyuma ya Matiang'i? Unawauliza nini eti wako nyuma ya Matiang'i na wako huko? Wewe tuambie umefanya nini, unaenda kufanya nini, unaenda nyuma ya maendeleo. Tukue nyuma ya maendeleo yako. Haja gani kama MCAs? Kama wewe uko MCA mwenye umekalia mamlakani, kuliko ukae Kisii hapa Minyingoa pengine ndio unaongea Matiang'i. Wewe tumia hizo pesa zako, enda Ujaruoni kule kabisa Migori, ongea Matiang'i. Wangapi wako nyuma ya Matiang'i? Ndio tujue unatafutia Matiang'i kura. Mnadanganya Matiang'i hapa wazi, wa Kisii wote kwa ujumla. Mimi najua sisi tuko nyuma ya Matiang'i. Wale wawili watatu wenye wanapinga sensa zingine Matiang'i, hiyo ndio inaitwa siasa, na hiyo ndio siasa. Tujaribuane kubadilishana ubongo. Lakini wewe mwenye umekalia mamlakani, MCA, governor, mjumbe mwenye uko nyuma ya Matiang'i, kila asubuhi ukienda matanga ni kuongea Matiang'i, kuliko utuambie wakati umekuja matanga. Hii matanga mtu ameenda barabara yenye tumeletea mwili ni barabara mbaya, alafu mtu anakuambia juu ya Matiang'i. Huyo mtu anastahili kumsupport kweli? Huyo mtu yako na akili? Si anatudanganya hivi mjana tukiangalia. So tunasema hivi, kama MCA anafanya oversight yenye wanafanya ni gani? Hawajawahi enda wafanye oversight kwa maendeleo yao, hawajawahi enda wafanye oversight kwa maendeleo ya wengine. Sasa wewe utafanyia Matiang'i oversight? Matiang'i si mbunge, Matiang'i si lolote. Matiang'i wananchi amekuwa chorus na wananchi ndio wanamuita. So tunaomba sisi kama wananchi tukae nyuma ya Matiang'i kitete, na tunapopigia Matiang'i tebe tusungumuze kama Wakenya, tuwe kwa umoja, kwa upendo, kwa urafiki. Hata rais mwenye amekalia mamlakani sijaona Matiang'i siku hata moja akisimama akimtusi. Matiang'i anafanya kampeni zake huko, hajawahi tusi president mwenye amekalia mamlakani. Mbona sisi kama wananchi tukae tukumtusi president? Tumpe muda afanye yake, tumpe muda afanye kazi yake, na hii wakati wa bunge ikisafunjwa wakija nje tumwambie wewe president au kufanya kile au kufanya kile. Lakini for now kuliko tumtusi kwa sababu yeye ndiye amekalia mamlakani, tumpe mwelekezo, tumwambie mheshimiwa, sisi ni wako na sisi ni wako. Kama wananchi pesa imekosekana kwa mfuko, wewe ndio tunaolilia wewe kwa sababu ndio baba yetu. Tusaidie. Si tukutusi, matusi haitaleta hizo pesa kwa mfuko. So tunataka kusema hivi, mimi ni mmoja wao, niko nyuma ya Matiang'i kidete. Lakini sitaona rais wa Kenya mwenye amekalia mamlakani saa hii eti tukimtusi. Hapana. Tumwambie wewe rais, fanya kile na kile na kile Kenya ambacho utafanya ili Kenya isonge mbele. Sisi tunahitaji Kenya ya kusonga mbele, si Kenya ya kukwama. Hata governor vile vile, hata mbunge ni hivyo hivyo, hata MCAs
ukiwa katika ward, wewe ndio baba ward. Hiyo ward yako umewasaidia wananchi nini? Umeleta nini katika ward yako? Umechukua watoto shule, umetoana pasari, mitoni zimetengenezwa, maji si machafu. Tulinde wananchi kwa haki na ukweli. So ninawaomba MCAs, hapana kalia kiti ukisika koti ya Matiang'i. Matiang'i round hii usipebe mkono wa mtu, waambie watoke nje waende Migori. Ndio tujue wanakutafutia kura, waende Western, tujue waende Thika, tujue wanakutafutia kura. Wasikudanganya hapa kwa mkisi mwenzako mwenye mnakoroga lugha pamoja. So shukrani, waja Bwana wabariki sana, tuko pamoja. Amen. Bunge power. Bunge power. Mimi kwa majina naitwa Evans Nyakundi. Mimi kitu nilikuwa nataka kusema, nilikuwa nataka niombe rais. Sasa rais, wacha tukuombe tu, tukuambie ukweli. Rais, ukianza kupishana na Rigathi Gachagua, ujue kuna watoto. Sasa rais, wewe ukiona unaenda paka kwa kanisa huko, unaona hii ni kanisa, watoto wako ndani, alafu wewe unaona watu wanarushiwa matia gas. Sasa unaona hata wewe you are human, hao watoto wanaisha, hao watoto watabrithi aje na venye wamerushiwa tia gas. Kwa hivyo nakuomba rais, nakuomba tu kwa imani, kama Rigathi Gachagua ako kwa msituni, enda rushia yeye tia gas kwa msituni. Wacha kurushia Rigathi Gachagua kwa kanisa. Kanisa watoto wenye wako ni wadogo, 2 years, 3 years, 5 years, na wengine ni viwete. Huyo viwete watakimbia hadi kutoka kanisani. Kwa hivyo rais, tunakuomba please, hizi vitu umeziona kutoka 2007 mpaka sasa hivi, sio ukwe na amani. Sisi tunakuomba amani. Ingine nilikuwa nataka kuzungumzia na huku Kisii, nilikuwa nataka kusema wale mafwenyenye wenye wanafuata Fred Okengo Matiang'i. Fred Okengo Matiang'i ni kijana wetu hapa Kisii, na amesimama, na kuna mwanaume mwingine anaweza simama kama yeye hapa Kisii. Kwa hivyo ule mwenye anajipiga kifua ati anafuata Matiang'i kutoka nyuma, wewe kama ni MP, wewe fanya kazi yenye ulipewa. Wacha kufuata Matiang'i kutoka nyuma. Sisi wenye tuko kwa ground, sisi ndio tunatambua Matiang'i vizuri sana. Watu wengine wanachikimbisha huko, wanatembea na Matiang'i. Hapa Kisii tunasema vizuri, hakuna campaign ya Matiang'i hapa Kisii. Hapa Kisii ni stand ya Matiang'i, hakuna campaign. Campaign ya tutapiga hapa Kisii ni ya governor, MP, county assembly na senate na women rep. Hizo ndio peke yake tunaweza fight. Mambo ya rais sisi hapa Kisii ni Matiang'i, hata yeye sisi hatumjui, hata pesa zake sisi hatutaki. Sisi hatutaki pesa yake. Hatutaki pesa yake, hata tunaweza mchangia. Lakini ile uchinga wengine wanaanza kutuonyesha ati wao ni wende wanajua hapa Kisii hapa hakuna kampeni ya Matiang'i. Hapa tulishamaliza kitambo. Iwe Nyamira, iwe Kisii. Na mimi nilikuwa nataka kuambia kwa yule mwenye ajui Matiang'i ako na saiga yake. Matiang'i ako na UPA yake. Hata ilikuwa huko Kasbul. Kasbul walikuwa wameweka nini party leader ya Matiang'i ilikuwa huko. Samu, sio alikuwa anaitwa Samu nani? Alikuwa huko Kasbul. Na hii nyingine ameshikilia juu, hiyo ndio inampea backup. Kwa hivyo tunasema Wakisii wote hapa tumepewa Jubilee na tumepewa UPA. Ukiona uanguke UDA, ukiona uanguke Jubilee, unaweza anguka Jubilee. Ukiona uanguke UPA, unaweza anguka UPA. Lakini pati nyingine hapa Kisii tunawaambia sisi na sisi tumesimamisha mtu wetu. Sasa hapa hakuna ubroka hapa ndani. Kwa hivyo tunawaomba nyinyi wote mwenye mko hapa, hakuna mtu mwenye anabrokiwa yoyote hapa. Kama Sairi Chanda wewe uko na unatupea vitisho hapa Kisii na unajua pati yenye uko nayo, sisi unajua sisi hatuielewi hiyo pati. Kwa hivyo sisi tunasema kila mmoja hapa Kisii anafaa kuingia, lakini sisi tunajua mtoto wetu amefanya nini. Ni kama kuuza nguruwe msikitini. Nguruwe hapa Kisii siamini kama kuna. Umesema UDA ukuja kuuza Kisii ni kama kuuza ngozi ya umbwa. Ndio hiyo sasa. Ndio hiyo sasa hapa Kisii nimesema vizuri. UDA kuuza na ODM hapa Kisii ni kama unauza ile ngozi ya nyoka. Sasa sisi kai itahusika. Ndio nilikuwa nataka niwaambie Wakisii wenzetu. Sisi hapa Kisii hakuna kupigana, hapa ni amani peke yake. Kwa hivyo nawaomba 2027 ikifika, kijana wetu ni Fred Okengo. Power, bunge power. Power, bunge power. Bunge power. Bunge power. Tukimalizia mimi nataka kusema kitu moja. Unajua tumeongea siasa, si watu tunaongea siasa peke yake, lakini kuna mambo mengi yanaendelea hapa nje kando na siasa. Mimi nataka kuongelea mambo yanaitwa mental health. Mental health is a very big challenge hapa nje. Vijana wengi wanasumbuka sana hapa. Stress imesumbua vijana juu lack of jobs.
leads to breakage of marriages, relationships, familia zinavunjika, so watu wako so stressed, watu wako depressed hapa nje. Lakini mimi nataka kuwaambia vijana wenzangu, msife moyo, because kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Na hata seasons zinatuonyesha kwamba kuna wakati wa mvua, kuna wakati wa kiangazi, na zote huwa zinaisha. So kwa hivyo ndugu zangu, mahali popote mlipo, if you are going through anything, please control your mind. Control your mind. We need you people. We need each other. Control your mind. Kwa sababu shida, kila mtu ako na shida hapa nje. So mimi nawaombea na nawatakia kila laheri. Shukran sana. So next time, until next Tuesday, bunge la mwananchi tumesonga. Sasa hatuko Uhuru Plaza tena. Sasa tuko hapa Capital Roundabout. Hapa ndio hata ukipita unatuona kwa urahisi. Shukran sana. Mimi naitwa Boniface Onchagwa Monyenye. Until next time, thank you so much.